ipi nafasi ya Yesu kwa Mungu? Ipi nafasi ya Yesu kwa Mungu? Nafasi ni neno la Kiswahili lenye kugawanyika mara mbili. Moja ni mahusiano na mafungamano, lakini moja ni daraja ama cheo. Tunachozungumza leo hatuzungumzi mahusiano, tunazungumzia cheo chake ni nini. Ukisema mwana unazungumza mahusiano, sio nafasi ya cheo. Fungukeni akili sana. Sio mtu anakuja anapiga kelele tu. Funguka akili. Soma kwanza unazungumza nini. Lakini kwa mara ya kwanza Ndacha kakili kasema nafasi ya Yesu kwa Mungu. Yeye hajakataa Yesu katumwa na akiwa mwana wa hali ya kuwa katumwa na sinaona wanafurahi. Yani wamejiingiza pupe. Yesu katumwa na Mungu, lakini Ndacha anasema akiwa mwana wa. Kwa hiyo kachukua mahusiano baina ya Yesu na malizeni na. Kwa hiyo kuna Yesu na ndo mada ya leo hiyo. Nyinyi mmetumbukia tu. Mada sio wana, mada Yesu sio nani. Katumwa na. Yani Ndacha leo anadhihirisha, anawaambia watu kule kutangaza Yesu Mungu na danganya. Yesu katumwa na Mungu. Hiyo ndio tulikuwa tunataka sisi hiyo. Mwenyewe ukili kwa mdomo wako, yani tumekutengeneza ukatumbukia. Wana sio tatizo, wana ni tatizo. Alafu aliposikia akasaka chomoka kwamba kashapotea. Mtoto wa nyoka ni, mtoto wa simba ni, kwa hiyo mtoto wa Mungu naye ni, yani ndio anatumbukia. Haya, kama kila mtoto wa Mungu ni Mungu, tuna miungu mingapi? 31:9 Yeremia. 31:9 Yeremia inasema watakuja kwa kulia. Biblia inasema watakuja kwa kulia, na kwa maombi nitawaongoza. Na kwa maombi nitawaongoza. Nitawaendesha kwenye mito. Nitawaendesha kwenye mito. Kwenye mito ya maji iliyonyooka. Ndio. Katika njia hiyo hawatajikwaa sana. Maana mimi Mungu mimi. Unamsikia mtu anapiga kelele mafundisho ya ajabu. Na mtaka Shafi kwa maneno haya. Sasa sio Yesu tu. 5:9 Mathayo. Wengine waungu nakupa. Na 5:9 Mathayo nasema. Nasema ndio. Heri wapatanishi. Biblia inasema heri wapatanishi. Watafanyaje? Maana. Ndio. Wataitwa wana wa Mungu. Wapatanishi nao Biblia inasema wana wa Mungu. Kwa hiyo wana wa Mungu nao ni Mungu. Kwa hiyo na sisi ni Mungu. Vipi haya? Ndacha ndio alikuwa anakutaka hivyo. Wewe ndio unamtaka mimi kwa maneno haya. Kwa hiyo dunia tumejazana wote miungu saizi hapa. Ana mimi Mungu, na wewe Mungu, Ndacha mwenyewe Mungu, Mwankema Mungu, nani Mungu. Hebu acheni mambo hayo. Sio huyo. Subhanallah. Waislamu takbir. Allahu akbar. Mada ya leo, nafasi ya Yesu kwa Mungu. Hatuzungumzii wana hata wewe Ndacha mwana. Sisi tunazungumzia nafasi yake, na umethibitisha nafasi yake ni utume. Iko tuko tunakitafuta dunia itambue Ndacha kwa mara ya kwanza. Akakiri na kukubali kwamba Yesu nafasi yake ni mtume. Kule kudanganya watu ni Mungu kumekwisha. Takbir. Wewe unatumbukia tu. Mwana. Alafu mwisho chui. Alafu chui unatumbukia. Wewe unachagua maana mada. Je, Yesu mwana wa Mungu tu? Hayo ni mahusiano. Sisi tunazungumzia daraja. Yesu we Yesu unasemaje mwenyewe? Nafasi yako ipi? 17:3 Yohana.
Na uzima wa milele ndio huu. Yesu anawaambia Wakristo, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee, na wa kweli, na Yesu Kristo uliyefanyaje? Uliyemtuma. Hiyo ndio mada ya leo kaka, sio wana chagua wewe ndacha. Hata kesho ukisema tuweke wana, mimi nipo, lakini leo tumalize nafasi. Enda zungumza Kiswahili juu wanielewe. Tunazungumza nafasi kwa maana cheo. Na sisi tumekutega mwenyewe utangazie dunia kwamba huyu mtume sio nani? Sio Mungu. Watu wenzao nyuma huko wakawa nafikiria huyu anasema wana Mungu wakati sio wenzao wanasema mtume. Huyo mtume wa Mungu 13:23 Matendo, nimalize hapo. Katika uzao wake mtu huyo. Biblia inasema katika uzao wake mtu huyo Mungu amewaletea Waisraeli mwokozi. Nani? Yesu. Kama alivyoahidi. Mungu kawaletea, kawatumia, kawapelekea. Kiswahili nataka nafasi moja usiache. Ngapi kaka? Nataka nafasi moja. Haya, upige na hiyo bwana Hamid, anaitaka 5:31 Matendo. Hilo nimwachia babu. Nimeitaka. Haya twende. Mtu huyo. Kwanza ni mtu kwanza mtu. Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume ili afanyeje? Awe mkuu na mwokozi. Kisha awape Waisraeli nini? Toba na msamaha wa dhambi. Waisraeli toba na msamaha wa dhambi. Acha leo katumbukia mwenyewe kakubali. Sijakataa mimi, katumwa. Mada imekwisha, sisi tunasema katumwa sio Mungu. Chubui katumbukia. Leo sio kama sadaka atapata. Subutu. Yaani kategwa. Sisi hatuzungumzii wana. Je, ipi nafasi ya Yesu kwa Mungu? Yaani mada yenyewe inaonyesha kuna Mungu na ipi nafasi ya Yesu kwa Mungu? Rudi ndacha hapa. Mimi namtaka. Tena waambie, alafu niombe kitu kimoja. Wewe unasema shafi. Mimi nilikwambia waambie umoja. Mimi nataka kufanya muhadhara na Shafi. Wewe umeandika barua umoja, unasema wahubiri wa Kikristo na wahubiri wa Kiislamu. Ndio umekosea hapo. Wewe ungewaambia mimi namtaka Shafi. Amiri yule pale, au sio bwana? Mwambie Amiri apange, mimi naogopa mtu. Mwambie Amiri kwa Kiswahili hiki, kwa Biblia hii. Mimi Biblia yote iko hapa. Eti anashangaa. Wewe mwenyewe ulikuwa unajui kama wewe mwana wa Mungu hapo, unashangaa. Ndio katijua. Shida wao wanamfanya Yesu peke yake. Kumbe na wao wamo. Kwa mujibu wa Biblia wamo. Na Efraimu pia yumo. Na Efraimu yupo, haumo wewe. Waraka wa kwanza Yohana 3:1 maliza. Naam. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:1. 3:1 inasema. Tangamka Amiri kwa dakika moja. Sawa. Naam. 3:1 Ibrani. Waraka wa kwanza Yohana 3:1. Naam, waraka wa kwanza wa Yohana 3:1 inasema tazameni Mungu anasema ni pendo la namna gani alilotupa Baba? kwamba tuitwe wana wa Mungu. Sisi na nyinyi tuitwe wana wa Mungu. Na ndivyo ndivyo tulivyo wana wa Mungu, sio Yesu peke yake. Kwa hiyo na sisi miungu. Wanaonyoka nyoka. Na sababu baadaye nitakuja kutafsiri wana nini. Leo kuna wana Simba, kuna wana Yanga, kuna wana CCM. Kwani wamezaliwa na CCM? Kuna wana Boka. Nimemaliza. Asante. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Waislamu takbir. Allahu akbar.